Naam, mtazamaji wa Hekima Online TV, kama unavyoona ni maandamano kwa ajili ya kilele cha mwaka wa jubilei, mwaka wa jubilei 2025. Hapa ni Jimbo Katoliki la Mbinga na hawa ni waumini ambao wameandamana katika maandamano haya kuhakikisha kwamba mambo yanakaa vizuri, na maandamano haya yatapokelewa na Mhashamu Askofu John C. Ndimbo, askofu wa Jimbo Katoliki la Mbinga, ndiye ambaye atayapokea maandamano haya na kuadhimisha misa hii. Na msikilizaji wa mtazamaji wa Hekima Online TV, kama unavyoona haya ni maandamano kutoka mataifa yote ya ulimwengu. Umechagua watu wanaojitoa wako wakiwa na hamu ya kutenda haki. Kwa neema yako umezivuta nyoyo za rafiki hawa wakupende kwa dhati zaidi ya kukutumikia kwa karibu zaidi. Tunakuomba uwabariki ili waweze kutangaza matendo yako makuu na kuyathibitisha kwa maisha yao. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuombe. Mungu Mwenyezi, onesha daima huruma yako kwa wale wakupendao, wala hui mbali na wale wakutafutao. Uwe na watumishi wako katika ile takatifu na kuongoza kadiri ya mapenzi yako. Na kwa namna pekee leo kijimbo tunapohitimisha mwaka mtakatifu wa mahujaji wa matumaini, walinde wakati wa mchana na kuwajalia mwanga wa neema yako wakati wa usiku. Uwe mwenzi wao katika safari yao na kuwafikisha salama wendako hadi kufikia uzima wa milele. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuanze wimbo.
Aidha, kwa namna pekee wanakwaya pamoja na makatekista nawakilisha kipekee katika hitimisho la mwaka wa Jubilei hapa jimboni. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amani iwe nanyi. Wapendwa familia ya Mungu, narudia tena kusema tunafanya leo maadhimisho ya sherehe ya Bikira Maria mama wa Mungu, maadhimisho ya mwaka mpya 2026, lakini pia siku ya 59 ya kuombea amani duniani, na zaidi hapo kuufunga mwaka wa jubilei kuu, jubilei ya matumaini kijimbo.
tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya Mama Bikira Maria aliyetuzalia mkombozi, aliye kiini cha matumaini yetu, lakini pia anayetusindikiza na kutulinda katika safari yetu ya hija hapa duniani, kama mama anayewapenda wana wake kuelekea uzima wa milele. Kwa usindikizi na ulinzi wa Mama Bikira Maria, tumewezeshwa kuumaliza mzunguko wa siku 365 za 2025 na kutuingiza katika mzunguko mpya wa siku 365 za 2026, na juu yake tumewezeshwa kusherekea mwaka wa jubilei ya mwaka wa matumaini ambao kijimbo tunahitimisha leo hii, na sisi watawa na sisi wanakwaya, makatekista, mapade na waumini wachache kwa wakilishi tuko hapa. Hizo zote ni neema na baraka tunazosherekea leo. Ili baraka hizi zipate utimilifu, tumwendee tena Mwenyezi Mungu kwa moyo wa shukrani na kwa unyenyekevu, tukiomba radhi kwa makosa tuliyomtendea na kwa namna pekee tuliyotendea wenzetu ndani ya mwaka huu uliotangulia, ili atuingize salama na safi katika mwaka huu mpya. Tujute dhambi zetu, tujiweke tayari kwa adhimisho la Ekaristi Takatifu. Na mungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria mwenye heri, Bikira wa daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu Mwenyezi. Atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. umemwandalia mwanadamu thawabu za wokovu wa milele kwa njia ya kuzaa kwake Bikira Maria mtakatifu. Tunakuomba utujalie tuweze kutambua kwamba anatuombea sisi yeye ambaye kwa njia yake tulistahili kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo mwanao aliye mkuu wa uzima, anaishi na kutawala nawe katika moja Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo
katika kitabu cha Hesabu sura ya 6 aya ya 22 hadi aya ya 27. Bwana alinena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe uwaambie, hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli. Mtawaambia, Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Neno la Bwana. Kiitikio: Mungu na atufadhili na kutubariki. kutufadhili na kutubariki na kutuangazia uso wake, njia yake ijulikane duniani, wokovu wake katikati ya mataifa yote. Mataifa na washangilie na waimbe kwa furaha, maana kwake utawahukumu watu na kuwaongoza mataifa walioko duniani. Nchi imetoa mazao yake, Mungu wetu ametubariki. Mungu atubariki sisi, miisho yote ya dunia itamcha yeye. Somo katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia
Galatia sura ya 4 aya ya 4 hadi ya 7. Ndugu zangu, ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Aba, yaani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali umwana, na kama umwana, basi umrithi kwa Mungu. Neno la Bwana. Ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka.
Siku ile wachungaji walienda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akaiweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliosikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu, kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Neno la Bwana. Jubilei 2025. Mahujaji katika matumaini. Hata kama tuko 2026 tunabaki kuwa mahujaji wa matumaini kama nilivyodokeza hapo awali. Ndugu zangu wapendwa, sehemu ya somo letu la kwanza ni baraka yenye nguvu na ya zamani sana toka kwa Mungu mwenyewe, ambayo ilinenwa na Musa kwa Israeli. Ni baraka inayoomba ulinzi na usalama wa Mungu, mwanga wake, neema na ufadhili wake na amani. Mmesikia yale maneno yaliyotamkwa na msomaji. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika siku hii ya mwaka mpya, baraka hiyo inachukuliwa kuwa kama sala kwa ajili ya uongozi na matunzo ya Mungu kwetu kwa siku 365 mbele yetu, ikikazia kwamba baraka zote zinatoka kwa Mungu, na wakati huo kulikiri jina lake na mamlaka yake juu ya watu wake. Hivi pamoja na kumshukuru kwamba ametupitisha katika siku 365 zilizopita, kwa maneno haya sisi tunaomba uongozi wa Mwenyezi Mungu, matunzo ya Mwenyezi Mungu, ulinzi wa Mwenyezi Mungu na baraka zake kwa siku zingine tena 365 zinazokuja. Lakini wakati huo tunalikiri jina lake kwamba yuko na mamlaka yake yako juu yetu sisi wanadamu waja wake. Katika somo la pili, Mtume Paulo anazungumzia juu ya Mungu kumtuma mwana wake
ambaye alizaliwa na mwanamke, alizaliwa chini ya sheria kwa lengo la kuwakomboa wale waliokuwa chini ya sheria ili hao wapate kupokea hali ya kuwa wana wa Mungu. Somo hili linatoa mwanga juu ya mapito ya watu, yaani sisi binadamu, toka maisha ya kuwa chini ya sheria au torati hadi maisha ya uhusiano wa muunganiko wa kina na Mungu, hata sisi kuwezeshwa kumwita Mungu Aba, yaani baba yetu, kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na mama Bikira Maria katika somo hilo na katika wazo hilo akirejeshwa kuwa ni mama wa mwana wa Mungu. Tukiwa mwanzoni kabisa mwa mwaka mpya, somo hili linatukumbusha sisi juu ya kutambua kuwa sisi ni wana wa Mungu, na hivyo tunatakiwa tuendelee kuutunza utambulisho wetu kwa kuishi katika uhuru unaowapasa wana wa Mungu waliofanyika upya katika Kristo. Na huo ndio mwito wa Jubilei Kuu tunapohitimisha Jubilei Kuu ya mwaka wa matumaini, kwamba tumetembea katika matumaini kwa Kristo. Sasa lazima tuoneshe kuwa sisi ni wapya, tunafungua kurasa mpya katika Kristo katika maisha yetu ya kila siku. Na somo la Injili linasimulia tukio la wachungaji kwenda kumtembelea mtoto Yesu na Maria mama yake, akiyafikiri moyoni mwake maneno yale ambayo wachungaji walihabarishwa juu ya mtoto huyo. Na tukio hilo linahitimishwa na tendo la mtoto kutahiriwa na kupewa jina la Yesu, jina ambalo maana yake ni Yawe anaokoa au Bwana anaokoa. Tukio hilo linatoa mkazo juu ya fumbo la umwilisho, lakini pia nafasi ya Maria kama mama wa Mungu, na juu yake mpango wa Mungu wa wokovu. Mpango wa Mungu wa wokovu ulio msingi wa matumaini ya Kikristo na kiini cha kauli mbiu ya Jubilei Kuu 2025, mahujaji wa matumaini, mwanzoni kabisa mwa kipindi kipya cha muda huu. Wapendwa wana wa Mungu, katika nafasi hii ya maadhimisho ya sherehe ya Bikira Maria mama wa Mungu, maadhimisho ya mwaka mpya 2026, siku ya kuombea amani ulimwenguni na kufunga mwaka wa Jubilei Kuu ya matumaini kijimbo, ninawaalika kuzingatia mambo yafuatayo. Mosi, Maria ni mama wa Mungu na mama yetu. Yesu ni mwana wa Maria kwa kuwa alizaliwa na mama huyu. Yesu ni mwana wa Mungu kwa sababu alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yesu ni Mungu mtu, nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu, ni Mungu kweli na mtu kweli. Bikira Maria kwa kuwa alimzaa Yesu, neno wa Mungu aliyetoa mwili na kukaa kwetu, kwa hiyo anaitwa mama wa Mungu. Nisingelihitaji kutoa historia ya fundisho hili kwamba Bikira Maria ni mama wa Mungu. Baadhi yetu tutawacha kwenye mataa, lakini itoshe hivyo niliyoyasema kwamba mama Maria kamzaa mwana wa Mungu, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yeye akatoa mwili, na kwa hiyo anakuwa Mungu mtu kwa fadhila ya kutoa mwili mtu, kwa fadhila ya kuzaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu Mungu mtu. Kwetu sisi wafuasi wa Kristo, mama Maria ni mama wa Mungu na mama yetu, kama vile alivyokuwa pamoja na Yesu katika safari ya kutukomboa sisi. Mama huyo anaendelea kusafiri nasi katika maisha haya kama msindikizi na mlinzi wetu. Mtayasikia maneno haya pale mnayasikia maneno haya pale tunapotumia sala kuu ya utangulizi kwa sherehe au tunapofanya adhimisho la mama Bikira Maria kama mama wa kanisa. Prefasio inamweleza mama Bikira Maria kuwa ni msindikizi katika safari yetu ya kwenda kwa Baba, lakini pia ni mlinzi wetu katika safari yetu kuelekea nyumbani kwa Baba wa milele.
Kwa hiyo mama huyu anaelewa mahangaiko yetu, anatufariji pale tunapokuwa katika majonzi, anafurahi pamoja nasi pale tunapokuwa katika hali njema. Leo tunapoadhimisha sherehe hii ya Bikira Maria mama wa Mungu, tunaalikwa kujikabidhi katika maombezi ya mama huyu. Tukifanya hivyo, tutasafiri salama katika maisha yetu hapa duniani na hatimaye kufikia uzima wa milele. Na tunaweza kufanya vile tu pale ambapo tunazingirisha tabia za mama. Kama sisi ni wana wa mama Bikira Maria na mama Bikira Maria ni mzazi wetu, hatuna budi kuchukua tabia zake. Watoto wanarithi tabia za wazazi. Kwa hiyo sisi hatuna budi kurithi au kuchukua tabia za mama Bikira Maria, na tabia hizo ziko wazi katika litania ya mama Bikira Maria, nyingi tu, nyingi. Kwa hiyo sijui unyenyekevu, upole, haki, hekima, yote yako katika litania ya mama Bikira Maria. Ule ni wasifu wa mama Bikira Maria. Sisi kama wana wake lazima tufuate, tuurithi, na hapo ndipo tutakapokuwa kweli wana wa mama Bikira Maria, na hakika atatusindikiza na kutulinda katika safari yetu kwenda kwa Baba milele vizuri na salama. Pili, ndugu zanguni, mwaka mpya ni nafasi ya kuweka mipango kwa ajili ya maisha yetu. Leo ni tarehe ya kwanza ya mwaka mpya 2026. Ni nafasi ya kuweka mpango mkakati wa namna tutakavyoishi kwa mwaka huu wa 2026. Tunatakiwa kufanya hivyo kwa sababu ni kwa kupitia mpango huo tutaweza kujifanyia tathmini mwishoni mwa mwaka, kama tunasonga mbele, tumebaki pale pale tulipokuwa au tumerudi nyuma. Katika kuweka mpango huo, tunapaswa kukumbuka kuwa sisi ni binadamu, ni mwili na roho. Hivyo basi, malengo yetu ili yawe matimilifu lazima yaguse nyanja hizo mbili, kimwili na kiroho. Kuweka malengo katika vipengele viwili, kimwili, kijamii tunafanya nini, na kiroho tunafanya nini. Katika mpango huo, Mungu ni nguzo yetu. Bila yeye hatuwezi kufanya lolote. Kwa hiyo tujikabidhi mikononi mwa mama yetu Bikira Maria, ili kama vile alivyokuwa pamoja na mwanae Yesu Kristo katika safari ya kutukomboa sisi, aendelee kuwa nasi katika kutekeleza mpango mkakati wetu tutakaojiwekea leo hii kwa mwaka huu. Tatu, ndugu zanguni, amani inaleta ustawi katika jamii. Ndugu zangu, leo ni siku ya 59 kuombea amani ulimwenguni. Amani ni nyenzo muhimu katika ustawi wa jamii yetu. Bila amani ni ngumu kutekeleza mipango yetu tunayojiwekea. Mfano halisi, waimbaji wetu na makatekisa tulishawapangia siku zao za hija. Ilikuwa kifupi kabla ya uchaguzi na kifupi baada ya uchaguzi, lakini haikuwezekana. Haikuwezekana kwa sababu gani? Haikuwezekana kwa sababu hapakuwa na amani. Huu ni ushuhuda wazi kwamba hatuwezi kutekeleza mipango yetu tunayojiwekea kama hatuna amani, kama mazingira yetu hayana amani. Hata hivyo, tunapaswa kukumbuka kuwa amani haiji tu kutoka hewani. Amani ya kweli na endelevu ni mapato ya kuenenda kwa haki, ni mapato ya kuenenda kwa unyenyekevu, ni mapato ya kuenenda kwa uaminifu na kuchukuliana. Amani ya kweli inaanzia ndani ya nafsi zetu na baadaye kusambaa katika mahusiano yetu na wengine. Kila mmoja wetu ndani ya nafsi yake akipata utulivu, akipata amani, hakika atakapohusiana na mwenzake atakuwa katika hali ya amani, atakuwa katika hali ya utulivu, na atakuwa tayari kushikamana na kuchukuliana na mwenzake. Kwa hiyo kila mmoja aombe na ajitakie kuwa na amani binafsi, na hiyo ndio inatufanya sisi tutulie na kutenda mipangilio yetu vizuri kwa mapato, kwa tija. Katika ulimwengu huu uliojaa kisirani, uliojaa kisasi, chuki, vita, uonevu,
tunapaswa kumwiga Mama Maria kama nilivyosema hapo awali. Mama Maria anaweza kutusaidia kufanya mabadiliko ya kweli. Kwa maombezi yake na kwa kuwa yeye ni kielelezo chetu, tunaweza kuwa watu wenye kujali, watu wapole, wanyenyekevu, watu wasikivu, wenye huruma, watu wa haki. Hizo ni baadhi tu ya tabia au sifa za Mama Bikira Maria ambazo zinaweza kutusaidia sisi katika kuwa katika hali ya amani, mahusiano mazuri na matulivu. Hayo yatatusaidia sisi kuifikia amani ya kudumu, sio tu ndani ya nafsi zetu, bali pia katika mahusiano yetu ya siku kwa siku. 4 na mwisho, ndugu zanguni wapendwa, leo tunafunga mwaka wa jubilei kuu ya matumaini katika jimbo letu. Jubilei hiyo inafungwa katika ngazi ya kanisa zima huko Roma hapo Januari 6, 2026 katika nafasi ya sherehe ya tokeo la Bwana Epifania. Itakumbuka kuwa mnamo Desemba 24, 2024 katika nafasi ya kesha la Noeli, Baba Mtakatifu hayati Francis, apumzike kwa amani, raha ya milele mpe Bwana, apumzike kwa amani, alizindua mwaka wa jubilei hii ya matumaini. Katika nafasi ile, Baba Mtakatifu alisisitiza kuwa lengo la jubilei hii ni kuchochea matumaini katika ulimwengu huu ambao watu wake wamepondeka moyo. Alisisitiza kuwa matumaini kama fadhila ya Kikristo sio vuguvugu, bali ni fadhila motomoto inayotusaidia kusafiri pamoja na Kristo katika nyakati zote, huku ikitualika kuwa mahujaji ambao tunashirikisha wengine upendo, wema na mwanga wa Injili, hasa kwa wale waliosahaulika, maskini na wafungwa. Na tunatakiwa kufanya hivyo bila kukata tamaa. Nipende kuwashukuru sana waheshimiwa mapadre, waheshimiwa watawa, waheshimiwa katekista na ninyi waimbaji, lakini pia na walei wote kwa jinsi tulivyosafiri ndani ya mwaka huu makundi tukitekeleza mpango alioweka Baba Mtakatifu wa jubilei kuu ya matumaini 2025. Tupongezane sisi kwa sisi, tujipigie makofi. Lakini kwa namna pekee lazima niwashukuru sana mapadre mliokusanyika leo hapa katika wingi, licha ya majukumu, lakini pia licha ya hali ya hewa kuwa mbaya na wengine wamekwama njiani. Tungekuwa wengi kwa kuhudhuria tukio hili. Na ninyi waimbaji, ninyi makatekista, ninyi watawa mlioko hapa, na ninyi waumini wengine mlioko hapa katika uwakilishi kuhitimisha tukio hili, asanteni na hongereni sana. Lakini kwa namna pekee tena wale waratibu wetu idara ya uchungaji, wale wote walikuwa na ratibu kwa karibu zaidi, tunao hapa na walikuwa wanatukumbusha tena na tena. Naomba tuwashukuru kwa kuwapiga makofi, kwa pongezi. Ndugu zanguni, kupitia programu mbalimbali tulizozipangia hapa jimboni katika mwaka huu wa jubilei, tumepata kung'amua na kuishi inavyotakiwa fadhila ya matumaini. Tumejifunza namna ya kudumu katika kumtumainia Mungu hata katika mazingira magumu na ya kukatisha tamaa. Hata kama leo tunafunga mwaka wa jubilei, ndugu zanguni, katika ngazi ya jimbo, neema na baraka tulizochotea katika kipindi hiki zinabaki. Neema na baraka tulizochotea katika kipindi hiki zinakuwa endelevu, zinabaki. Ni wajibu wetu kuendelea kudumu katika kumtumainia Mungu na hivyo kuwa chachu ya kuwasaidia wengine, hasa wale wanaopitia mazingira magumu na wanaoelekea kukata tamaa au waliokata tamaa tayari. Leo tunapoadhimisha sherehe ya Mama Bikira Maria, mama wa Mungu, tunajikabidhi kwake ili kwa maombezi yake tuweze kuwa kweli mahujaji wa matumaini katika safari yetu ya kuelekea uzima wa milele.
kwani yeye kama nilivyosema ndiye anayetusindikiza na kutulinda kama mama anayetupenda. Tuamo katika safari hiyo ya kuelekea kwenye nyumba ya milele, nyumba ya Baba yetu, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupitisha vizuri ndani ya mwaka uliopita, kimwili, kijamii, kiroho, na leo wengi wetu basi tumepata bahati, upendeleo wa kuona siku mpya na kuingia katika mwaka mpya. Kwa hiyo yote tunasema Mungu ni mwema kila wakati. Tumpigie makofi, tumpigie makofi. Tumsifu Yesu Kristo. Tutasimama na kukiri kanuni ya imani. Tutakapoyafikia maneno yafuatayo, bado tuko kwenye oktava ya Krismasi. Tutakapoyafikia maneno yafuatayo: alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, tutapiga magoti, tutatafakari kifupi fumbo la umwilisho. Alafu tukiwa tumepiga magoti, tutaendelea nikiongoza, akapata mwili kwa uwezo Roho Mtakatifu kwake Bikira Maria akawa mwanadamu, na hatimaye tunanyanyuka kuendelea kusali kanuni ya imani. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumba, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote viumba, alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu. Tupige magoti. Akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amen. Ndugu zangu, mwanzoni mwa mwaka mpya yafaa kujiweka chini ya ulinzi wa Bikira Maria ambaye ni mama yetu, anayeelewa shida na matatizo yetu ya kila siku
na naye tusindikiza na kutulinda katika safari yetu ya kurudi kwa Baba wa milele. E Mungu Mwenyezi, tunakuomba
Mungu uliye na uwezo, utujalie tunayoomba kwa jina la Kristo, aliyemsikiliza mama yake huko Kana akawasaidia watu harusini. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
salini ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana kwa sifa na utukufu wa jina lako na Ee Mungu, ndiwe unayeanzisha mambo yote yaliyo mema kwa wema wako na kuyakamilisha. Utujalie ili sisi tunaosherekea sikukuu ya Mama Mtakatifu wa Mungu tufurahie utimilifu wa neema yako kama vile tunavyofurahia kuonja mwanzo wake kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tendo la kufa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, na kukusifu, kukuhimidi na kukutangaza wewe katika sherehe ya Bikira Maria mama wa Mungu mwenye heri daima na milele. Yeye alimchukua mimba mwanao pekee hapo Roho Mtakatifu alipomfunika kwa kivuli chake, na pasipo kupoteza utukufu wa bikira wake aliuzalia ulimwengu mwanga wa milele, Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa njia yake malaika usifu adhama yako, enzi ukuabudu na mamlaka ukupigia magoti wakitetemeka. Mbingu na nguvu za mbinguni na maserafi wenye heri wakuadhimisha pamoja kwa shangwe. Kwa hiyo tunakusihi utujalie tujiunge nao kwa wimbo wa sifa, tukisema kwa sauti ya unyenyekevu bila mwisho.
Baba mwingi wa huruma, tunakusihi kwa unyenyekevu na kukuomba kwa njia ya Yesu Kristo mwanao Bwana wetu, uvipokee na kuvibariki vipaji hivi, sadaka hizi, dhabihu hizi takatifu na safi tunazo kutolea kwanza kabisa kwa ajili ya kanisa lako takatifu Katoliki. Ukubali kuliletea amani, kulilinda, kulikusanya katika umoja na kuliongoza popote duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu leo, na mimi mtumishi wako mkosefu nisiyestahili, na wote wenye kushika imani ya kweli Katoliki na ya mitume. Ee Bwana, wakumbuke watumishi wako na wote waliopo hapa ambao wewe waijua imani na ibada yao. Kwa ajili yao tunakutolea dhabihu hii ya sifa, nao wenyewe wanakutolea dhabihu hiyo kwa ajili yao na kwa ajili ya jamaa zao wote, kwa ukombozi wa roho zao, katika tumaini la kupata wokovu na usalama. Na wanakutolea nadhiri zao kwako wewe, Mungu wa milele, uliye hai na wa kweli. Kwa kushirikiana na kanisa zima katika kuadhimisha ile siku takatifu sana Maria mwenye heri daima Bikira alipoizalia dunia hii Mwokozi, tunamkumbuka kwanza na kumheshimu huyo Maria mtukufu daima Bikira, mama wa huyo Yesu Kristo Mungu Bwana wetu. Halafu Yosefu mwenye heri mume wake huyo Bikira, na mitume na mashahidi wako wenye heri, Petro na Paulo, Andrea, Yakobo, Yohane, Tomaso, Yakobo, Filipo, Bartolomayo, Matayo, Simoni na Tadayo, Lino, Kleti, Clementi, Sisto, Cornelio, Cipriano, Laurenti, Crisogoni, Yohani na Paulo, Cosma na Damiano, na watakatifu wako wote, kwa mastahili na maombezi yao utujalie tuimarishwe katika mambo yote kwa msaada na ulinzi wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo Bwana, tunakuomba upokee kwa wema sadaka hii tunayokutolea sisi watumishi wako na familia yako yote, na uziweke siku zetu katika amani yako, na uamuru tuokolewe kutoka laana ya milele, na tuhesabiwe katika kundi la wateule wako. Ewe Mungu, tunakuomba uibariki sadaka hii, ikupendeze, uipokee, iwe sadaka yenye maana na inayokubalika katika yote, ili iwe kwetu mwili na damu ya mwanao mpendwa sana, Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku iliyotangulia kuteswa kwake alitoa mkate katika mikono yake mitakatifu na mitukufu, akainua macho mbinguni kwako wewe Mungu Baba yake mwenyezi, akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akitwaa kikombe hiki kitukufu katika mikono yake mitakatifu na mitukufu, akikushukuru tena, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema,
Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hili ni fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, sisi watumishi wako na taifa lako takatifu tunaadhimisha ukumbusho wa mateso matakatifu ya huyo Kristo mwanao Bwana wetu, pamoja na ufufuko wake kutoka kuzimu na kupaa kwake mbinguni kwa utukufu. Tunakutolea wewe Mungu mtukufu na mwenye enzi, kati ya zawadi ulizotujalia, sadaka safi, sadaka takatifu, sadaka isiyo na mawaa, mkate mtakatifu wa uzima milele na kikombe cha wokovu wa milele. Uwe radhi kuitazama sadaka hii kwa uso wa huruma na wema, uipokee kama ulivyokubali kupokea sadaka yake Abel mtumishi wako mwenye haki, na dhabihu ya babu yetu Ibrahimu, na ile aliyokutolea Melkisedeki kuhani wako mkuu, kama dhabihu takatifu, sadaka isiyo na mawaa. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu, amuru kwamba sadaka hii ichukuliwe kwa mikono ya malaika wako mtakatifu na kupelekwa mpaka kwenye hatari yako juu mbinguni, mbele ya uso wako mtukufu, kusudi sisi sote tukapokea mwili na damu takatifu ya mwanao, kwa kushiriki katika hatari hii tujazwe kila baraka na neema ya mbinguni. E Bwana, wakumbuke pia watumishi wako waliotutangulia wakiwa na ishara ya imani, wamepumzika katika usingizi wa amani. Tunakusihi e Bwana, wajalie mahali pa faraja, mwanga na amani hao na wote wanaopumzika katika Kristo. Nasi pia watumishi wako wakosefu tunaotumaini wingi wa rehema zako, utujalie sehemu ya urithi na ushirika pamoja na mitume na mashahidi wako watakatifu, pamoja na Yohane, Stefano, Matia, Barnaba, Ignas, Alexander, Marcelino, Petro, Felista, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia na watakatifu wako wote. Tunakuomba e Mungu mkarimu, utupokee na sisi katika ushirika wao, si kwa kuhesabiwa mastahili yetu, bali kwa ajili ya msamaha wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ee Bwana, kwa njia yake unaumba daima mema yote, unayatakatifuza, kuyatia uzima, kuyabariki na kutujalia sisi. Kwa njia yake na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele.
milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo, aliambia mitume wako, amani na wacheni, amani yangu na wapa. Usitazame dhambi zetu, la tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia maana moja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mama Maria ametuzalia mtoto, mfalme wa amani, mfalme wa upendo. Nasi kwa vile anaonja huyo mwana wa amani, mfalme anaonja pamoja nasi, tunapata furaha kwa sababu yuko tayari kuonja na sisi na kuchukua mazito ya kwetu, mapungufu ya kwetu. Na kwa hiyo tutakiana amani ya mtoto mfalme na upendo wa mtoto mfalme na furaha anatuletea mtoto huyo Mama Bikira Maria mtuzalie. Tutakiane amani.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele.
kwa furaha sakramenti za mbinguni, tunakuomba utujalie sakramenti hizo zitupatie uzima wa milele. Sisi tunaona fahari kumungama Maria Bikira daima kuwa mama wa mwanao na mama wa kanisa, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Pigeni magoti kwa baraka. Bwana awe nanyi. Mungu aliye chemchemi na asili ya baraka zote, apende kuwapa neema, awamiminie wingi wa baraka zake, awahifadhi salama na wakinge na madhara yote kwa mwaka mzima. Awalinde katika ukamilifu wa imani, awajalie ustahimilivu katika matumaini na udumifu katika upendo, mkiwa na saburi takatifu hadi mwisho. Azipange siku zenu na matendo yenu katika amani yake, ayasikilize maombi yenu kila wakati na popote mlipo, na kuwafikisha kwa furaha katika uzima milele. Nani nyote mlioko hapa, Mungu Mwenyezi awabariki, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ketini. Baba Askofu anaenda kufunga mlango mtakatifu, ishara kwamba Jubilei 2025 katika ngazi ya jimbo imefungwa. Na Baba Mtakatifu kama askofu wa Roma alishafunga mlango wa kanisa la jimbo la Roma ambalo ni kanisa la Mtakatifu Yohane Laterano. Ameshafunga mlango mtakatifu, kwa askofu wetu anafunga leo. Baba Mtakatifu atafunga tena mwishoni hiyo tarehe 6 lango takatifu katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kule Roma, na huenda atafunga na mlango katika kanisa la Mtakatifu Bikira Maria pale Roma na kanisa la Mtakatifu Paulo pale Roma.